SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wametakiwa kuendelea kudumisha umoja na ushirikiano ili kuhakikisha chama hicho kinaendelea kuwa imara na kushika kasi katika kuwaletea wananchi maendeleo. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, ndugu Abdi Mahmud Abdi, wakati wa mapokezi yake yaliyofanyika katika ofisi kuu ya CCM Kisandui, Zanzibar. Amesema atahakikisha chini ya uongozi wake chama kitaendelea kuimarika kwa kuzingatia maslahi ya wanachama na taifa kwa ujumla. Naomba wana CCM wenzangu tushirikiane katika kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi na mapinduzi matukufu ya Zanzibar yanakuwa imara, lakini pia tunaimarisha na tunaenzi kama ambavyo wazee wetu walivyoiasisi nchi hii. Lakini pia vile vile katika kipindi chote hichi ambacho mimi nitaendelea kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, kama nilivyosema awali, nitashirikiana na viongozi wenzangu wote katika kuhakikisha kwamba chama chetu kinapiga maendeleo. Nafahamu kwamba tunayo katiba ya Chama cha Mapinduzi inatakiwa kusimamiwa, lakini kuna vikao vya Chama cha Mapinduzi vile vya ngazi ya taifa, vya ngazi ya mikoa, vya ngazi ya wilaya, jimbo, wadi pamoja na matawi na mashina. Lazima vikao viitishwe na vikaliwe kama ambavyo katiba imeelekeza. Huo ni wajibu wangu, na katika hilo na waahidi wana CCM wenzangu mbele ya viunga hivi vya afisi kuu, jambo hilo tutalisimamia, tena tutalisimamia kwa 100%. Lakini pia najua kwamba zipo kanuni za usalama na maadili na kanuni nyingine zimetajwa katika katiba ya CCM. Katiba yetu ya CCM ya Chama cha Mapinduzi imetaja pale kuna kanuni takriban 14, vitabu 14 ambavyo chama hichi ndo msingi wa uongozi na utendaji katika chama hichi. Mimi ndugu wana CCM nawahakikishia kwamba mbele ya viunga hivi vya afisi kuu tutahakikisha kwamba kila kanuni na katiba yetu tunaifuata vilivyo ili chama chetu kiendelee kwenda mbele. Aidha, mwataka viongozi wa chama kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na kwa kuzingatia katiba ya CCM, huku wakisisitiza kuwa kuachana na uzembe katika kuwahudumia wanachama na jamii. Mimi naomba sana, chama hichi kinataka kipiganiwe na watu wenye nguvu, lakini pia chama hichi kinataka kijengwe kwa hekima na busara na wazee na kina mama wetu. Kwa hiyo sisi tunawaomba sana, na mimi nilikuwa kama naibu katibu mkuu, milango yangu itakuwa wazi muda wote. Wazee waje watushauri, tunapokosea waje watukosoe, wanapoona hili linaenda vibaya waje watushauri, lakini pia watuombee dua huko walipo. Lakini pia tunawakaribisha katika ofisi hii ya afisi kuu ya CCM Zanzibar. Lakini pia najua tuna ofisi zetu za mikoa na wilaya. Mimi naomba nitangaze hapa, tutakuwa na makatibu wetu wa mikoa na wilaya ambao wanatusaidia kufanya kazi. Wanazo sekretarieti zao za mikoa katika mikoa yao. Mengi nitakuja kuzungumza kwao, lakini mkoa utotoa malalamiko mengi, ikiwa ya serikali, ikiwa ya Chama cha Mapinduzi. Watu wengi wakija hapa afisi kuu kulalamika, wakiacha mikoa na wilaya, maana yake mikoa yetu itakuwa itusaidii, na lazima safu za uongozi za mikoa hiyo lazima tuzibadilishe. Na mimi nilikuwa kama mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, inapofika wakati wa uchaguzi, Chama cha Mapinduzi ndicho kinachoenda kuomba kura kwa wapiga kura na wananchi. Hivyo CCM Zanzibar au CCM Tanzania, jukumu lake kubwa ni kuisimamia serikali, kutoa huduma zinazostahiki kwa wananchi, huduma bora za kuleta maendeleo, huduma bora za kijamii. Tunajua kama Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wanatoa fedha nyingi za kupeleka katika halmashauri zetu, katika mikoa yetu, katika wizara yetu, ili ziweze kuleta maendeleo katika nchi yetu. Akitokea mtendaji mzembe, Chama cha Mapinduzi kikienda kwenye miradi ikiona inasuasua, sisi kwenye chama hakuna maamuzi ya mtu mmoja. Mimi kama mwenyekiti wa sekretarieti ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa, tutakusanya kasoro zote
lakini kwa wale wanaofanya vizuri tutakusanya uimara wao, tutaleta kwenye vikao vya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa. Alofanya vibaya tutamshtaki katika kikao cha halmashauri kuu ya taifa, ili mtu huyo aondoke, asiletuletee malalamiko katika eneo lake. Mapokezi hayo yalihusisha matembezi yaliyoanzia katika ofisi ya umoja wa vijana wa CCM Gymkhana na kuhitimishwa katika ofisi kuu ya CCM Kiswandui, ambapo viongozi na wanachama mbalimbali walitokeza kumpokea. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.